Katika kuadhimisha kilele cha siku ya mazingira duniani tarehe 5 Juni mwaka huu 2025, wadau mbalimbali wa mazingira wamekutana jijini Mwanza kujadili changamoto zinazolikabili eneo la ukanda wa Ziwa Victoria, hususan uchafuzi wa mazingira unaotokana na taka ngumu. Chupa za plastiki pamoja na mifuko ya plastiki bado wanadumbukiza kwenye ule mto Mirongo, na yale mifuko yote yanaenda moja kwa moja wapi? Ziwani. Katika kikao hiki washiriki wameeleza wasiwasi wao kuhusu madhara ya taka ngumu ikiwemo chupa za plastiki pamoja na tishio la gugumaji jipya katika Ziwa Victoria, na hivyo kutaka hatua za haraka kuchukuliwa kabla ya athari hasi kuwa kubwa na kuathiri shughuli za kijamii na kiuchumi ikiwemo uvuvi. Magugumaji, je, tunayatumia kama fursa? Na zaidi sana nimetegemea kuona kwamba ni jinsi gani ambavyo community imehusishwa katika haya majanga ambayo yanakabili mazingira yetu. Miongoni mwa mikakati iliyowekwa ni pamoja na kuwa na jukwaa la pamoja la wadau wa mazingira kanda ya Ziwa litakalokutanisha sekta muhimu kutoka serikalini, sekta binafsi, wanajamii na watetezi wa mazingira ili kujadili na kuweka mikakati ya kulinda na kuhifadhi mazingira ya Ziwa Victoria. Tumeweza kukutana hapa na wadau wa mazingira katika wilaya ya Nyamagana, Ilemela, Buchosa, Sengerema na wenzetu kutoka Geita ambao wanafanya kazi katika eneo ya uchimbaji mdogo. Kusema kweli tumeweza kupata wasaa mzuri wa kuchambua kauli mbiu ya siku hii ya leo ambayo inasema kukomesha uchafuzi wa mazingira yatokanayo na matumizi ya plastiki duniani. Na tumepata wasaa wa kuchambua mikataba ya kimataifa ambayo imepiga marufuku na kuweka mikakati ya kupunguza matumizi ya plastiki, lakini pia tumeangalia katika nchi yetu sheria ya mazingira, tumeweza kuangalia miongozo mbalimbali ambayo imepiga marufuku, na tumejadili kwa kuona kwamba pamoja na hayo yote bado uchafuzi wa mazingira upo kwa kiwango kikubwa sana, na haswa katika mji wetu wa Mwanza ambao kwa kiwango kikubwa tunaona kuna ongezeko la watu. Ukiacha hivyo pia ambapo tunaona ongezeko la watu limechangia pia kwa kiwango kikubwa uchafuzi wa Ziwa Victoria ambayo inaathiri ekolojia ya samaki na mimea mingine iliyoko kule. Kwa hiyo leo tulikutana na wadau hawa kama nilivyosema kutoka wilaya hizo, tumeweza kujadili kwa pamoja na kujipima kuona kwamba katika kazi zetu za kulinda mazingira tuko wapi na tunafanya nini, na tumekuja na mikakati ambayo tunaona ni endelevu. Tumekubaliana kwa umoja wetu kwamba tutakuwa na vikao endelevu ambavyo vitawahusisha pia wenzetu ambao wanahusika katika kuchangia katika kuchafua mazingira, na tumepanga huko mbeleni tutakuwa na mikakati mikubwa na vikao ambavyo vitawaleta wadau mbalimbali wakiwemo viwanda, watu wa mahoteli, hospitali kubwa, lakini pia miungano ya wamachinga, nitaje tu baadhi. Na pia tutaweza kuhusisha viongozi wa serikali katika ngazi ya mtaa mpaka katika ngazi ya kitaifa kama tutaweza kufanikiwa kwa hilo. Lakini zaidi ya hivyo tumekuja na mkakati ambao tumetengeneza jukwaa letu. Kwa kweli imekuwa ni siku ya manufaa kwetu, na ni washukuru wadau wenzangu wote wa mazingira katika vuguvugu hili ambapo tutakuja pamoja na kuweza kubaini kwamba nani anafanya nini ili kupunguza ile dhana ya kufanya shughuli moja watu wote na katika eneo moja. Kwa hiyo tumekuja na jukwaa letu leo, tumejiwekea malengo yetu ya jukwaa na katika vuguvugu hilo, na tunaendelea kufanya documentary mbalimbali kuonyesha kwamba ni kwa jinsi gani tunafanya kazi zetu ili kuunganisha nguvu yetu kwa pamoja kuleta manufaa yenye tija na matokeo yenye tija katika mazingira. Na pia tumezungumzia kuhusu magugumaji ambayo yako sasa hivi ambayo yamekuja, tunaweza kusema magugumaji mapya. Nadhani tumekuwa na viashiria vya kuhisi kwamba inaweza kutokana pengine hata na chakula cha samaki. Kwa hiyo kwa namna hiyo pia tutaenda kuzungumza hata na wataalamu kidogo tuweze kufanya kuwaomba tu hata wakafanye research vizuri, research ambayo wanaweza kuifanya ikasaidia, kwa sababu vyakula vya samaki hivi baada ya kuja ndio tumeona haya magugumaji, tangu zamani yalikuwa hayapo. Mimi ninachoomba tu serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wajaribu kukaa na wadau kama hawa
waangalie jinsi gani wanavyojua kutengeneza, wajue na jinsi ya kuondoa haya mneni ya maplastiki yasiwe yanazagaa sana mitaani. Tushirikiane wote kwa pamoja ili tuijenge nchi yetu. Wadau hawa wamekutanishwa na shirika la Women Action on Eco Health and Legal Rights YHEL. Mwandaaji na msimuliaji ni mimi George Binagi, JB Puzzle.